Kwa mwaka huu wa fedha mlikadiria kukusanya shilingi milioni 259, lakini mpaka kufikia mwezi huo uliotarajiwa zilikusanywa shilingi 237, ambao ni sawa na 92% ya makadirio ambao yalikadiriwa. Swala langu kwenye hapa yatakuwa ni maswali mawili. Swali la mwanzo, nataka kujua hiki kilichokadiriwa kwa kipindi hiki cha miezi 8 ni kiasi gani au ni asilimia ngapi ya makadirio ya bajeti yetu, na hapa tulipofikia ni asilimia ngapi ya makadirio ya bajeti yetu. Maanake tunataka kuona uhalisia, nataka kufahamu tunaenda na bajeti mpya, lakini uhalisia wetu wa bajeti ambao kwa tumetoka nayo tumefikia asilimia ngapi mpaka tunatoa ripoti hii. Hilo ni swali langu la kwanza kwenye mwelekeo huu wa bajeti. Sema kwamba tuna mradi ambao kuwa ni mradi wa siku nyingi, na sisi kama baraza, kama wasimamizi, kama wapitishaji wa bajeti, maana yake maswali mengi yanakuja kwetu, na kwa sasa imefikia hatua kuona kwamba huu mradi ufikie hatua kwamba na sisi tumeuangalia, kwa sababu ni fedha za wananchi. Sasa fedha za wananchi zinapowekezwa mahali zinataka impact yake ionekane. Kama impact haionekani, maana yake itaonekana kama hizo fedha hazikufanya kazi. Sasa huu mradi uliopo hapo nyuma umefikia wakati sasa umekuwa ni mfupa mgumu kuujibu maswali yake. Sasa na hii ndio bajeti, na kwa kipindi chote hiki tumekaa tukipanga bajeti, lakini tunaomba kisogo. Lakini kwa kipindi hiki, na mimi ningeshauri na ningeomba kwa namna yoyote inavyowezekana, lakini huu mradi tuutengee fedha hata kama ni kuwezeka, lakini huu mradi ufikie hatua, utoke kwenye hatua ulio na uende kwenye hatua nyingine. Wapi tutapata fedha? Kwa sababu swali linaweza likaja na watendaji wetu wanaweza wakajenga hiyo misingi ya hoja, kwa sababu wa mwelekeo huu wa bajeti na utaratibu ulivyo, mafungu yalivyopangwa. Kwa hiyo mimi nashauri kama ikishindikana kuongezeka kwa mapato, basi katika makadirio haya tulionayo kwenye hizo milioni 141 ambazo tumetenga kama ni miradi ya maendeleo, basi tutenge hata kama ni milioni 20, lakini huu mradi uweze kuwezekwa. Watu tutazipata, tunaweza kupunguza kwenye mradi wa deni la mkandarasi wa stendi kama ni milioni 10. Natoa na ushauri kabisa, kwa sababu swala langu nalijenga kwa misingi hiyo. Tunaweza tukapunguza hata kama ni milioni 10, lakini na hapo kwenye fedha za uanzishwaji wa soko tunaweza tukapunguza hata kama ni kiasi kidogo. Badala ya kuwa na miradi miwili hapa kwenye miradi ya maendeleo, sasa tuwe na miradi 5. Kwa hiyo hili ni swala langu ambalo kwa nataka kuleta kwenu na nimejenga kwa msingi huo. Huu mradi umekuwa ni mradi wa muda mrefu na imekuwa ni changamoto. Maswali yake tunashindwa kuyajibu kwa sasa. Kwa hiyo tunataka kuona kwamba tunautoa katika hali hiyo na kupeleka hali nyingine. Baada ya kusema kuna kitu ambacho tutakiwekea kwenye bajeti hii, na hili hapa jengo hili hapa liko nyuma yetu, lakini humu sikuliona. Sasa kwa nini halikupitishwa au halikuwekwa? Naomba kufahamu jengo la swali. Mimi nataka niangalie mwanzo huku kwenye ripoti yetu hii 2024-2025. Kuna maelezo hapa ambayo kwa tuliambiwa kuhusiana na, yamezungumzwa swala la gari kwamba tutapatiwa kwa kusaidiwa swala la gari, jambo ambalo ni kikwazo kikubwa ambacho kwa tunacho kwenye ofisi yetu. Hili swala la gari hili, hebu tuambie mpaka sasa tufikia wapi, kwa sababu mpaka sasa hivi kwa kodi tunayo mkodi yule jamaa, na kodi yenyewe anapotufanyia yani kama tunasukumana, na tukizingatia kwa kila mwezi kama sikosei alipo shilingi 400,000. Sasa hii hali inaona bado yakupa ukwazo kwa kuweka mji wetu safi na kuweka mazingira salama, hasa tukizingatia kipindi kama hichi cha mvua. Kwa hiyo hili swala la huyu atakayetusaidia tumefikia wapi, na muda wa kupotea tuelekea kwenye mpango kwa bajeti nyingine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, huku
ofisi yetu ina uhaba wa wafanyakazi, maanake kufikia mpaka kwenda kuomba serikalini kupatiwa nafasi za watu wawili watatu angalau tuweze kuongeza hatua ya wafanyakazi. Bado naona hapa na sasa hivi ndio tuingia pengine, bado hebu tuambiwe hii hatua ya haya maombi tulipofikia, angalau tungeenda kuulizia japo kidogo, au hakuna utaratibu wa kushapeleka maombi ukakumbusha. Sasa nataka nijue tufikia wapi katika hili. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie kwenye bajeti 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa kwenye masuala ya kibarua wa muda nilitaka sana nisiligusie kwa sababu ofisi haina nguvu kubwa, lakini licha ya kuwa haina nguvu kubwa, bajeti yetu tulioiweka, Mheshimiwa, kuangalia kipengele chochote kile cha kuporomoa kidogo, lakini hawa wenzetu, kwa sababu ukizingatia kuna wengine wamo tuna vibarua wa muda, umri wao ushakuwa mkubwa, ukizingatia wengine wamo watafia humu, tutegemea Mwenyezi Mungu alete heri wapate ajira za moja kwa moja. Lakini ikiwa tutamweka kibarua wa muda alafu hujamwekea mpango wa angalau kule ZSSF na yeye kawa na chochote, bado kujatengenezea mazingira salama, itakuwa watuuga mwisho wa siku nguvu zishamalizika, ana chochote cha kufanya. Sasa tungaliangalia angalau asilimia fulani ya kuweza kuwasaidia hawa kutoka kwenye 300,000 angalau wakafika 420,000, 4,200, angalau waweze na wao wakitoka pale tu awe na chochote cha kujishikizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili na Mheshimiwa madiwani wenzangu, naomba tuunge mkono kwa sana, kwa sababu hawa ni binadamu kama sisi, na sisi vile vile hapa tulipo saa hizi tunategemea angalau tukitoka tupate chochote. Kwa hiyo na wao hao wanapofanya kazi lazima na wao wakitoka tuwafikirie, na sisi ndio tuwafikirie. Hapa ni masokoni kwa sababu ndio tunapitisha hili jambo. Kwa nisema nilizungumze kwenye mpango huu. Katika kipengele kimoja wako 15 na kipengele kingine kimeachwa kwa watu 17. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyoeleza katika maelezo yangu wakati wa kuwasilisha ile mwelekeo, bajeti hii pamoja na unganisha na yale masuala mengine, bajeti hii imetakiwa iangalie mwongozo kwamba makusanyo yetu yapangwe kwa kutumia mwongozo ule wa 30, 40, 20 na 10. Asilimia 30 kwa miradi ya maendeleo, asilimia 40 kwa shughuli za uendeshaji wa kawaida, asilimia 20 kwa shughuli za usafi, na asilimia 10 kwa makundi maalum. Sasa hili ndio lilofanya kwamba ukiangalia bajeti ya uendeshaji mwaka jana ilikuwa asilimia 30 na 10. Kwa hiyo bajeti ya afya ilikuwa kidogo afadhali ya usafi ukilinganisha na bajeti ya uendeshaji, ambayo bajeti ya uendeshaji inajumuisha hata vikao, malipo haya ya vibarua wa muda, safari kikazi, ununuzi wa stationery na mambo mengine. Bajeti ambayo ukiangalia kwa mujibu wa msimamo wetu hakika. Kwa hiyo kwa kuwa tuna watu wa vibarua muda, vibarua muda ambao wanafanya kazi za ukusanyaji wa mapato, tumewaweka kwenye fungu la utawala na uendeshaji ambao posho lao litoka katika fungu hilo. Lakini kuna vibarua muda wengine ambao ni wasafishaji, kwa sababu fungu la usafi ukiangalia ununuzi wa vifaa vya usafi na mengineo, tumeona hao kwa sababu huku kumezidiwa, tumeona hawa vibarua usafi basi walipwe kupitia kwenye fungu la usafi. Ndio maana katika uchanganuzi tumeweka hao 17 watalipwa kwenye fedha hizi za utawala na uendeshaji, lakini hawa wengine watalipwa kupitia fungu la usafi. Haidhuru baadaye wote watajumuishwa katika moja. Lakini ili kuweka ule uchambuzi mzuri na ueleweke kwamba fedha hizi zimetokana katika eneo la mapato ambalo nalo liko kwenye mapato, lakini kwenye fungu la utawala na uendeshaji, na hawa fedha zao zitatoka kwenye fungu la usafi, sambamba na ile utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwamba umeelezea kwa mwaka jana tulikuwa na azma ya utekelezaji na tulitenga fedha, si wajasiriamali, lakini ni kiwanja cha kufurahishia watoto, na tulitenga fedha
kwa ajili ya maandalizi ya awali, na niombe radhi hayakuingia kwenye ile ripoti, lakini tumetekeleza yale ambayo tuliyapangia. Katika maandalizi ya awali ni pamoja na kutafuta site plan. Leo tumetafuta site plan, lakini tumetengeneza michoro, tumetengeneza BOQ na tayari inapatikana kwa ajili ya ujenzi wa kufurahisha watoto. Na tulienda mbali mradi huu kwa sababu unahitaji fedha nyingi. Nafikiri siku tulikuja presentiwa pale mwenzetu wa PPP, tuliona unahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo tuliwasilisha kwenye PPP, private partnership. Wataje leo? Bali kwenye public private partnership. Na wao waliuchukua, ingawa mafanikio bado hayajakuwa mazuri, kwa sababu miradi ya wale inachelewa, kwamba na wao wakishaichukua baadaye waitafutie wafadhili na wao baadaye waje waitekeleze. Kwa hiyo bado sio kwamba tumeutupa, tunao na tulitegemea tuutekeleze katika bajeti hii, lakini kwa kuzingatia makusanyo yetu sasa ambayo ni 30% ya makusanyo katika miradi ya maendeleo. Sasa ukiangalia fedha tulizonazo, hatuna uwezo wa kutekeleza miradi yote, na ndio maana tukaweka kwamba kwa kuwa kulikuwa na mradi ule wa STEM na bado mkandarasi hakujamalizia, tukasema tumkamilishie fedha zake ili tumalize kabisa kwenye mradi mwingine. Lakini vile vile umetokea haja na umuhimu wa mradi mwingine, mradi wa soko la Micheweni. Tusisahau na tusinanii kwamba mradi ule watu tunawataka waingie sokoni na wanaingia, wamekubali, na soko limekuwa lenye mafanikio. Lakini changamoto kubwa, soko lile dogo, halikidhi mahitaji. Na niseme sasa hivi ndio kinaambia tujenge mradi wa soko lolote, sisi kama tunaona kama ni shida, kwa sababu tunajenga masoko, lakini baadaye uingiaji wa watu ulikuwa ni mdogo. Sasa unatekeleza mradi wa soko, lakini badala yake halafu unatengeneza mgogoro na wale ambao uliwajengea ule soko. Tulitegemea kwamba tutekeleza mradi kwa sababu ni matakwa ya wananchi wafurahie, halafu waingie kwenye majengo. Sasa kwa msingi hiyo, kwa sasa hivi tulikuwa hatuna nafasi, hatupendelei mpaka pale wananchi wenyewe ambapo wataridhia kujengewa ile soko. Wananchi wakiwa tayari, sisi tunahitaji soko, basi tuko tayari kama halmashauri kujenga ile soko. Kama hapa Micheweni ambavyo tuko tayari. Sasa hivi uhitaji wa soko ni mkubwa Micheweni, na wananchi hawakukaa kimya, walipeleka malalamiko yao, na sisi katika kuwahimiza kuingia pale. Changamoto moja ni hiyo, mmetuingiza hapa, tumekubali, lakini eneo dogo. Kwa hivyo kuna haja ya kutanuliwa hii soko